Hali ya mchezaji wa Wydad Casablanca Aziz Ki imeendelea kuimarika vizuri, ambapo kama ambavyo tunafahamu alipata majeraha kutokana na taarifa ya klabu ambayo iliweza kutolewa na akapelekwa hospitalini, na hatimaye ile hofu ambayo alikuwa nayo mke wake Hamisa Mobeto tumeona imeweza kupungua kutokana na ile reaction ambayo ameweza kuionyesha, jinsi alivyoweza kukimbia na kumkumbatia mume wake Aziz Ki pale ambapo alikuwa anatoka hospitali. Sasa kuna taarifa hapa, acha nikusomea ambavyo ilivyokuwa inasema taarifa ya Wydad Casablanca mwanzoni wakati imeweza kutolewa, alafu baada ya hapo nikupe info juu ya kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Lakini kabla sija kupeleka kwenye taarifa yenyewe rasmi, naomba nikukumbushe mdau wangu wa maana ambaye ulikuwa bado haujasubscribe na wakati wako sasa hivi, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakomeza kitazama katika hii video. Lakini pia ukisubscribe utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kupata updates katika video ambazo zinafuata. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu ukweli juu ya hii taarifa na nini ambacho kinaendelea ku happen. Sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba baada ya Aziz Ki kupata lile jeraha, klabu ya Wydad Casablanca iliweza kutoa taarifa ambayo hapa na nukuu, aliandika taarifa ya kitiba. Uongozi wa kitabibu wa timu unajulisha kuwa mchezaji Aziz Ki amepata jeraha kwenye sehemu ya kichwa na alipelekwa hospitalini ambako alifanyiwa vipimo muhimu vilivyothibitisha kuwa hali yake imeimarika. Kulingana na taratibu za kitabibu zinazofuatwa, mchezaji atasalia chini ya uangalizi wa karibu kwa muda wa masaa 24 kama tahadhari. Alafu akamaliza kusema kwamba tutatangaza taarifa zozote mpya zitakapopatikana. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilichapishwa kwenye kurasa rasmi za klabu ya Wydad Casablanca ambao ndio klabu ambao Aziz Ki anaichezea. Na baada ya kukimbizwa hospitali tuliona pia reaction ya Hamisa Mobeto. Alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, akiwa anajaribu kufikiria jinsi mume wake pengine maumivu ambayo anapitia, akawa anajaribu kufeel the situation, na tuliona alikuwa ni mmoja watu ambao alikuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba anafuatilia hali halisi ya mume wake jinsi ambavyo inaendeleza. Watu wali appreciate kinoma noma na maombi yalikuwa ni mengi. By the way, sasa hivi hali yake recover na kuna picha ambayo imemuonyesha alikuwa amepiga akiwa yuko na bandage sehemu ya kichwa. Kichwa chake kilikuwa kimefungwa bandage kama ambavyo naona hapo kwenye screen. Hiyo amefungwa kwa ajili ya usalama, lakini pia kwa ajili ya kukava ile sehemu ambayo alikuwa ameumia. Na wanasema kwamba sasa hivi hali yake inaendelea vizuri na muda wote anaweza akarejea uwanjani kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake kama kawaida, kitu ambacho kimemfanya Hamisa Mobeto akajisikia furaha sana na kuweza kwenda kumkumbatia mume wake kwa bashasha mno, akiamini kabisa kwamba sasa Mungu ameweza kutenda muujiza kile ambacho yeye alikuwa anatamani kiweze kufanyika. Nadhani ni furaha, lakini pia maombi ya watu wengi sana yamefanya kazi. Sasa mimi naomba nikukumbushe tu kwamba nitakuwa nakuletea updates nyingi sana hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo point ya msingi, kama ulikuwa bado haujasubscribe, basi tumia sekunde hii moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili usiweze kukosa updates katika video ambazo zinafuata. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video. Bye bye.